أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال عز من قائل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. Zangu mashekhe nyote mlohudhuria hapa, kwa kina mama, kina baba, vijana na wanafunzi wenzangu, nyote assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeshuhudia ibada ya ndoa ikitendeka mbele yetu, na sisi sote ni mashahidi na ni wasindikizaji. Tunawasindikiza vijana wetu kwenda kuanzisha taasisi yao, taasisi inayoitwa familia. Kwa hivyo hii taasisi leo imezinduliwa rasmi katika hadhara hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aifanye taasisi hii idumu, iendelee, ilete matunda, na inshallah Mwenyezi Mungu awaonyeshe mpaka vitukuu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tulizozisoma anasema katika kila kitu ameumba zaujeni. Sasa neno zaujeni unaweza ukasema ameumba jozi au wenza katika kila kitu, tena katika tunavyovijua na ambavyo hatuvijui, katika wanyama, katika wadudu, katika kila kitu. Na sisi tunafahamu kwamba jozi ni vile vitu ambavyo haviendi ila viwili viwili. Maanake ukiwa na soksi moja haitoshi, kiatu kimoja hakitoshi, kwa maana ya jozi. Na hata mume na mke wametumia lugha hii sana katika Qur'an. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, sio zawjatuka, zawjuka, kaa wewe na mwenzako, kwa sababu mwanadamu ni mwanamume na mwanamke, mwanamke ni mwanadamu na mwanamume ni mwanadamu. Hawezi kupatikana kamwe mwanadamu bila kuwepo na mume na mke. Akipatikana ni muujiza. Sasa wewe katika hali uliokuwa nayo, wewe ni mwanamume, una mwanamke ndani yako, na mwanamke yeyote ana mwanamume ndani yake, kwa sababu kukutana mwanamume na mwanamke ukazaliwa wewe, ulibeba baadhi ya sifa za baba yako na baadhi ya sifa za mama yako. Na kuoana katika lugha ni kufanana na kulangana, ndio maana ya kuoana kilugha. Na istilahi zote, tukisema istilahi tuna maana maneno ya kifani, ya kitaalamu, yote huwa yana sehemu ya maana ya asili ya kilugha. Kwa hivyo katika kuoana kuna kufanana, kuna mambo yanayotakiwa watu wafanane, na Mungu katoa maagizo na maelekezo kwamba mfanane katika mambo gani. Kwa hiyo mkisema Sheikh Qasim mashaallah kanzu yake, Sheikh Qasim yule pale anamsudia mashaallah kanzu yake imeoana na kofia yake, maana zinafanana, sio? Kwa hiyo mume na mke wanapooana tunatarajia watafanana, naogopa kusema wataambukizana tabia, kwa sababu neno kuambukiza lina maana hasi. Kwa hivyo kila mmoja atamwathiri mwenzake kitabia. Unapooa au kuolewa, unakubali kuachia baadhi ya uhuru wako katika mikono ya mwenzako. Yaani kubali mwanamume kuulizwa ulikuwa wapi, mbona umechelewa. Haya mambo hayo ulikuwa ukiulizwa ulipokuwa mtoto nyumbani, lakini sasa mke anakuuliza ulikuwa wapi,
mbona umechelewa? Na wewe kule unataka kuwaga haraka ili uwahi nyumbani, lazima upunguze sehemu ya uhuru wako. Hiyo tanazo, ili muweze kulandana, kufanana. Sasa kuna mambo ambayo yanaharibu ndoa mengi, na sisi tushazungumzia hapa na Samahati Sheikh Ahmed Jalala, Samahati Sheikh Maulid, mambo ya msingi sana. Lakini mimi nilipenda kutoa kama orodha tu ya mambo ambayo kwa sababu mbalimbali yanatia nyufa katika ndoa zetu, sisi tulioa zamani na hata hao wanaoa sasa hivi. Na ili tufanane, Mwenyezi Mungu atuwekea, siku hizo wanasema hadidu rejea, katuorodheshea mambo kwamba haya tuyafanye. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, kwamba swala ni katika jambo ambalo mume na mke lazima wafanane. Mmoja kama hafanyi, mwingine lazima ahakikishe mwenzake afanye, na mengine mengi. Sasa mimi nitaka kama mzazi na tunayemwozesha binti yetu, nitaje baadhi ya mambo kwa uzoefu wetu sisi ambao ni wakongwe kiasi fulani kwenye ndoa. Mengine tumekosea, mengine tumepatia, lakini hatutaki watoto wetu na wao wakosee. Sasa ni mengi sana, ila nilijaribu kuorodhesha kwamba katika mambo namba moja yanayovunja ndoa zetu ni kutokuwepo kwa mawasiliano baina ya mume na mke. Wenyewe wenye lugha yao, au tuseme sisi Wapare tunasema kuwa na barrier katika communication. Yaani hakuna mawasiliano na mnaishi nyumba moja. Mara nyingine mmoja akichukia anataka awasilishe taarifa zake kwa kununa. Yaani namna kueleza hisia zake kwa kununa. Yule mwenzake akitizama amenuna, yeye mwenyewe ajiongeze kwamba nimekosea wapi mimi hapa. Atafute sababu ya yule mwenzake kununa. Hasemi. Na aibu zaidi ni pale na mwanaume naye atakayekuamua kama naye anuna tu. Kwa hivyo nyumba hiyo watu wanapishana na kufikia mahala ajabu ya Rahmani. Wale watoto katika nyumba ndio wao sasa ni messengers. Mwambie mama yako hivi, mwambie baba yako hivi. Yaani wale watoto ndio wanatuma sasa wafikishe habari. Lakini wao wawili hawazungumzi bwana, na wanaishi nyumba moja. Katika vitu vinavyoharibu ndoa zetu ni kuvunjika kwa mawasiliano baina ya mume na mke, na kutaka kufikisha ujumbe kwa kununa. Hili tuliache, linavunja ndoa zetu. Unanuna mpaka ukiona kununa hakusaidii, unahamia hatua ya pili, maguna. Mwenzao ukifanya kwa sababu kununa hakutoshi, sasa unaguna. Sasa uzungumze kabisa. Kuguna kwa hakutoshi, unaanza kutoa maneno. Lakini yeye anakuwa ni yale Kiswahili ni anahau. Yaani maneno ambayo hayana maana ya moja kwa moja ya kuzunguka. Na hao Kiswahili ni maneno ya kawaida lakini mpeleka maana ambazo si za kawaida. Jitahidi ukiwa umekasirika na jambo, eleza. Hii ni nukta ya kwanza, tutaki kufafanua zaidi. Lakini jambo la pili ni kulinganisha maisha yako na wengine. Wanasema kufanya kitu kinachoitwa muqarana, comparison. Wewe kila unapompima mumeo unampima na waume wenzako. Kila unapomtizama mkeo unampima na wake za wenzako. Na Mtume amekemea hili na akasema kwamba tizama aliyekuwa chini yako, usimtizame aliyekuwa juu yako. Kila mara ukitizama aliyekuwa chini yako utamshukuru Mungu. Sasa wewe ukikaa pale kila saa ni kupima nyumba yako ikoje na nyumba ya jirani ikoje. Na mwalimu sana, zangu bwana ndio alopata mume, sio sisi wengine, hatuna bahati nzuri. Kisha wataja sifa ya mume wa mwenzako. Haifai. Mke mwenzako, rafiki yako akipendeza, wewe unamnunia mumeo. Sisi tumekaa hapa tunavaa manguo haya leo kila siku za rangi sare za shule. Wenzetu angalia wanapendeza.
Ukiingia ukaona makochi mapya kwenye nyumba ya jirani na wewe unataka. Ukiona mtoto wa jirani kapelekwa shule ya ghali na wewe unataka msumbue mumeo na yeye afanye hivyo. Na upande wa mume vile vile. Ikiwa mke wa fulani anamhudumia sana mumeo, anamjali, anamtunza, wewe sasa kazi yako ni kumpigia mfano tu mkeo kila mara. Wenzangu wameoa, sio sisi bwana. Zetu wa bahati bwana. Sasa namna hii haijengi. Mtume amesema tutizame walikuwa duni kuliko sisi, tutajua neema ya Yesu. Tutaishia kwa kutaja tu hivyo. Lakini tufahamu kwamba wewe mume unayeoa umepewa mke na mke umepewa mume. Wewe sasa sio afisa upelelezi. Yaani hapa hatujakuapisha kuwa afisa upelelezi. Sasa kazi yako ni kufanya upelelezi, na yule mume au mke ni mtuhumiwa kila siku. Kuna nyumba ambazo mume au mke kila siku lazima ajenge hoja za kujitetea. Yaani yeye ni mtuhumiwa kila siku, anajenga hoja namna gani aeleweke vizuri. Sasa fahamu, wewe si mpelelezi bwana. Wewe ni mume, wewe ni mke. Nafahamu kwamba lau utafiti ungefanyika kwamba hizi simu zimevunja kiasi gani familia zetu, basi tungeona maajabu. Mimi naweza nikawa na Sheikh Jalala, tuna utani wetu. Unaweza ukaingiza mambo ya kivulana katika huo utani, lakini ukija ukiuona ni balaa. Lakini kumbe ni mambo ya kawaida tu ya matani ya wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Sasa ukianza kuwa wewe lazima upekue simu ya mwenzako, unahatarisha mustakabali wa ndoa. Akichelewa uko wapi? Uko wapi? Na siku hizi sasa sio uko wapi tu, anakupigia na video call ili aone kabisa pale hicho kitanda na mtolala katika hiyo hoteli uko peke yako. Hebu izungushe huko na kule. Maisha haya ambayo watu hawaaminiani yana madhara kubwa sana. Kwa hiyo mke si mpelelezi wala mume, na usimfanye mwenzako kila siku kazi yake ni kujenga hoja. Kuna ambao mpaka amwambie rafiki yake pia, hebu mueleze mama nani, naona hanielewi. Ndio tuko na mambo fulani hapa, tulikuwa tumesherehe hapa, sherehe imechelewa bwana harusi amechelewa, ndipo anaeleweka. Sasa jamani, ukijenga misingi ya upelelezi na utuhumiwa katika ndoa, unahatarisha mustakabali wako. Hii ni nukta nyingine ambayo nimeona nizungumze. Lakini vile vile unapokuwa na hasira mume au mke, au una furaha ya kupitiliza, ni katika maeneo tulokosea sana sisi. Kutoa maamuzi au kutamka, kuzungumza ukiwa na hasira sana, mara nyingi maharibu. Lakini vile vile ukiwa na furaha sana, unaweza kuharibu. Unaweza kaa na furaha, kila mmoja akaahidi na msikiti huu nitatoa milioni 2. Alafu furaha ikiisha unaanza kufikiria zile milioni 2 namna ya kuzitoa. Na ndio maana katika sheria ya Kiislamu, kadhi, yule hakimu, hatakiwi kutoa hukumu akiwa na hasira sana au akiwa na furaha sana. Mara nyingi tumetoa maamuzi sisi kwa hasira alafu tukaharibu. Nukta nyingine ambayo inatoleka sasa hivi, nasema kwa haraka, ni mtoto wa kiume mume na mtoto wa kike mke wanapoana, kwa hakika wanaunganisha familia mbili. Ndio maana sisi hatujatosheka wao wawili kuchukuana wakamaliza mambo yao, na sisi tumekuja. Tukishalianzisha ili gari tukilisukuma likiwaka na liende, kwa maana ya kwamba endeleeni kuunganisha hizo familia. Mtoto wa kiume usingojee baba mkwe au mama mkwe akupigie siku kujulia hali. Wewe jitahidi kujenga kwako. Namna gani unajenga? Hakikisha kila baada ya muda unawajulia hali wazee wa mkeo. Sio wa kupiga mani kwa sababu huko unaendeleaje? Wewe ndio uanze. Jiwekee ada hii. Mtoto wa kike upande wa ukweni, hakikisha mama mkwe na rafiki yako. Na ukiwa na kero yoyote, wa kwanza kumpelekea sio baba yako, mpelekee baba mkwe wako.
toa taarifa kulishtaki kule, ndio utakapowafanya wao wawe ni askari wako kukutetea. La jambo likiharibika unapeleka baba yako. Na siku hizi jamaa, mtoto akiondoka karudi nyumbani anapokelewa bila hata kuulizwa kule kwa kuna nini. Ni katika makosa makubwa. Sisi wajuzi tumeleleka kwamba mke akienda nyumbani bila taarifa urejeshwa. Mume hajatoa taarifa kwa utakuja, rudi huko. Na kama lazima ndale leo hii tuwasiliane naye, tupate taarifa zake. Kwa hivyo hakikisha wewe kama mume jenga kwako. Unajenga vipi? Wake zako lazima wajulie hali kila mara. Na upande wa mke vile vile. Hivi ndivyo tunajenga jamii yetu ya Kiislamu. Jingine tena ambalo Mtume amelihimiza aliposema tahabu. Peaneni zawadi mtapendana. Watu udhani kwamba yale mapenzi ya siku zile kuoana siku kama ya leo yataendelea. La, ni kama grafu ya panda na kushuka, sio? Mapenzi ni kama grafu ya panda na kushuka. Mapenzi ni mmea ambao unatakiwa umwagiliwe maji, utiliwe mbolea. Ukiwacha vile vile unakufa. Mtume amesema peaneni zawadi mtapendana. Sasa hii zawadi sio lazima iwe na thamani sana. Zile pesa anazoziacha mmeo nyumbani za matumizi, ukipunguza ukamwekea zawadi ya furaha ya ajabu, lakini ni pesa yake. Na wewe usimletee matumizi tu mkeo. Mara nyingine chukua hata chokoleti na kingine na kipenda wewe niache. Zile zawadi za mara kwa mara zinastawisha ile mapenzi. Lakini sio kutoa tu zawadi. Kuna mwingine akipewa zawadi hajui kushukuru bwana. Yaani ni siku hizi tunasikia lugha ya surprise. Surprise ni kumletea mtu kitu kwa ghafla kisha akafurahi. Sasa ukimletea alafu aonyeshi furaha. Yaani kuna watu hawana shukrani bwana. Yaani mtu utakapompa lakini hana kauli bwana, asante mume wangu, asante mke wangu, nimefurahi. Haonyeshi ile kwamba amepata kitu kipya. Hebu thamani ndogo. Kwa hivyo na wewe unapewa zawadi, onyesha ile appreciation ya kutambua ile zawadi. Hii ni nukta muhimu sana bwana. Unaweza kuzunguka mtu mume kwenye maduka kule, kasafiri nje, hijabu anazungukia utafikia na wae. Anachagua hichi hakifai, hichi hakifai. Hilo inafaa bwana. Ana bageni bei pale mpaka akimaliza, anajua mkimletea mke wangu sijamwambia nitamletea hijabu. Akifungua kwa kufurahi. Mara ikileta hijabu gani hili nalo? Sasa hali kama hiyo kesho hawezi kununua tena, sio? Hali imepitwa na wakati, wana fashion ya zamani na wewe unanunua. Sasa hata kama hujakipenda muonyeshe zile jitihada zake na namna ambavyo umefurahi. Ili kesho akuletee kingine pengine utakipenda. Kwa hivyo na hili pia nalo ni muhimu sana, ni katika maeneo ambayo yanajenga sana. Nyingine muhimu jamani, usafi. Unaweza kadhani jambo dogo tu. Yaani na hasa hili kwamba sisi ndio tunakasoro. Unaweza kusema kina mama sisi. Maana ukirudi na jasho lako unataka upande kitandani hivi. Na mwingine katika sisi katembea kutwa nzima na raba zake na jasho, ile miguu akivua viatu hapa karibu. Lakini anataka pande kitandani hivyo hivyo na shuka la watu nyeupe. Na umri ukisogea sasa tunafahamu ukishafikia ule umri sura yenyewe kama vile mtu anapuliza moto. Sasa hata kinywa hata ukaswaki mara mbili bado harufu inatoka. Lakini mnafahamu Mtume alikuwa akitoka harufu nzuri na anahimiza kusafi, na akasema kwamba nadhafa tumia imani. Usafi ni katika imani. Unaweza ukadhani jambo dogo bwana. Hakikisha bwana msafi wewe. Oga tu angalau upande kitandani. Badilisha nguo zako. Ndivyo asante sana. Ndivyo Uislamu unatufundisha hivyo. Na siku hizi perfume za kila namna ziko hata za rahisi. Na mke naye bwana, nyumba sio usafi tu wa mwili wako. Sisi tuna kitu kinaitwa tohara. Ni usafi. Usafi
Sisi tumefundishwa katika mila zetu, hata yule mke akijiliwa na yule mgeni wake wa kila mwezi, mume hapaswi kujua, hapaswi kuona. Usafi. Hata yale mavazi yake madogo yale anayoyatumia kujisitiri hayafai kukaa hadharani wala kuonekana. Lakini hata ile nyumba tu, mume akiingia nyumbani ananukia vizuri, vitu vipangwa vizuri, anitamani nyumba. Sasa hivi kuna mahoteli bwana, unaingia hoteli unanunua maji ya kunywa 7,000, lakini kinachokufanya ununue nini? Namna palivyokuwa bandari, wamepangwa vizuri, nini ya kisasa. Wewe mwenyewe hata kama umepauka ukijizao unajiona umeng'aa, namna hoteli iliyofanya, sio? Alafu unalipia ile hali, unanunua chai kwa 10,000 na unaridhika. Sasa watu wanapenda kukaa maeneo mazuri yanapendeza, nyumba ambayo inapendeza. Mume anarudi nyumbani mapema, anatamani akae kwenye kochi, pana udi, pana manukato, sio? Kwa hivyo usafi kwa ujumla, usafi katika chakula kinachowekwa mezani na usafi wa mwili, na hasa kwa mama, ukifikia mahali unanyonyesha, sio kibali cha kwamba sasa usijali. Na si kwamba kile kiungo chako cha kunyonyesha mtoto kinaruhusiwa kikae hadharani kwa sababu sasa unanyonyesha. Unakificha wakati unanyonyesha, lakini wakati unanyonyesha hata kwenye daladala unatoa. Usafi muhimu sana. Katika dini yetu tunafundishwa usafi. Kwa mume na mke, hakikisha wakati wote ni msafi, anaongea vizuri. Lakini la mwisho au kabla ya mwisho, pawepo na mipaka katika kuchangamana. Katika kasoro tulizokuwa nazo sasa hivi, utakwenda wewe na rafiki zako baada ya siku 3 wanakuja kutembelea, umeoa bwana, usimlete mkeo eti sebuleni, huyu ndio shemeji yenu. Sio makosa ya kisheria tu, ya kidini, bali ni ushamba, ni ulembukeni. Rafiki zako ni rafiki zako na huyu ni mkeo. Na yule mwanamke vile vile asizidi kutambulisha yule mume kwa marafiki zake, bwana huyu ndio shemeji yenu, huyu ndio hivi na hivi. Alafu akija sebuleni pale nyote mnakaa sebuleni, sivyo Kiislamu. Kama ni wanawake wapishi, weka mipaka kwa maingiliano. Na wewe mwanamke usikubali hiyo. Kwa hivyo pawepo na mipaka. Akija rafiki, hakuna mume hayupo, baba fulani hayupo, karibu, lakini usiingie. Hiyo karibu ile ya Kiswahili tu, kwamba bwana amekukaribisha. Lau kujidai wewe uelewe, wanasema vijana watajizima data na unaingia. Sivyo ilivyokuwa. Kama mume hayupo kwenye nyumba, wewe ajinaje usiingie. Kwa hivyo tuwe na mipaka baina ya marafiki na mume na mke. Mipaka lazima iwepo. Usifungue milango wewe mkeo awe atakaa na marafiki zako. Na siku hizi vijana wanadai wameendelea sana, anakumbatiwa na rafiki na yeye yuko pale pale. Haya mambo jamani, ndio tunayoishi haya. Kupeana mkono ni haramu, kukumbatia ni haramu zaidi. Alafu siku hizi kwa wale wenye uwezo wanajenga nyumba, kuna nyumba zinaitwa sasa hivi design ya kisasa. Ikoje? Kuna open kitchen. Yaani ile jiko liko wazi na sebule. Kwa hiyo mama akipika jikoni anaonekana sebuleni. Unajua na hiyo ni design ya nyumba, sio ya Kiislamu hiyo. Kwa mkeo anaandaa chakula anaonekana, waliokuwa sebuleni wanamwangalia. Hapana, lazima wewe mipaka. Kwa hivyo haya mambo ni mengi, ukitaka kuorodhesha hata 100 yatafika. Namaliza. La mwisho, ni vizuri sana kukiri makosa ukikosea. Lakini hili la mtihani wa wanaume. Wanawake wapesi sana kukiri. Mume wangu nimekosea sana. Mwanaume kusema nimekosea ni mtihani. Lakini tuelewe, hasa kwa upande wa wanawake waelewe, kwamba sio kila mara mwanaume asipokiri kwa amekosea hakiri ndani ya moyo wake anakiri. Lakini kwa sababu anapenda kutawala, hataki kutamka. Tatizo la wanaume ni yale mamlaka yao tu.
kwamba usitikise mamlaka yake. Anataka kuonyesha yeye ndio mwenye kauli. Sasa na wewe usilazimishe sana mpaka adhalilike ndio ukubali, kwa sababu katika moyo wake huwa anakiri kwamba kweli amekosea, na atajipendekeza tu pale uliyokishakiri kitendo. Lakini moja katika maeneo bwana ni pale mtu anapokuwa si mwepesi wa kukubali kwamba hili tendo amekosea. Bwana mmoja alikuwa akisema, lakini bwana si muombe radhi tu mkeo, kwani nani yuko pale? Si mko wawili tunaona aibu nini? Kwa hiyo mara nyingine mkiwa faragha nyinyi wawili tu, wewe hata ukimshika miguu bali kuna mtu anakuona. Si anaishia pale ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni machache ninayoona katika mambo ya wasia. Naona kuna wazee wanacheka, lakini kwa majumbani kuna mengi hayasemi hadharani, hata hayo wanao wanaume. Kwa hiyo kuna uwezekano ukamshika miguu yake na hao wana nguvu bwana. Mwae kusema wakati fulani namalizia Sheikh, naona malakul maut kasogelea. Nasema hivi, nimewahi kusema mahala fulani kwamba alqahwatu halawatuha fi mahalatiha. Kahawa, ile kahawa utamu wake uko katika uchungu wake. Yaani ili iwe kahawa sawa sawa lazima iwe chungu sawa sawa, sio? Lakini vile vile almar'atu quwwatuha fi fiha. Zile nguvu za mwanamke ziko katika ule udhaifu wake, na sisi sote tunafahamu nguvu zake. Ndio utaona ni baba linabeba vyuma na nini, lakini linalia ni mapenzi. Haya, wewe si njema wewe si unabeba vyuma, unalia nini? Ndio kubwa yake hiyo. Tumeona. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.